jua masiala nakuja kupeleleza kweli yupo kule wiki zima, mwisho wa siku ndo ile mechi unaambia tia maji ndio tunapata sare, unaona bana. Lakini mimi nimekwambia hivi, Simba wanacheza na mechi zetu, mimi kila siku mimi nalia jamani, Simba anacheza mechi zetu. Na mimi nimekwambia wasipolivalia njuga swala hili jamani, kuna wimbo hapa mimi niliouimba. Jamani, nang'atuka, nimeshakosea jamii, nang'atuka. Mwenyezi Mungu nipunguzie na dhambi hizi, nang'atuka. Ukiona nafasi hizi hazikufai, unajivuta mguu mmoja, unawacheza zoa soge mbele. Mwendo kuvaa makoti ya sasa hivi pamoja na suti, tuachane nao. Wawe kama yule nani kocha wa Yanga yule alikuwa za hela yule mzee wa vipensi, vaa kipenzi, fanya kazi. Lakini Yanga mnaonekana kwa kileleni, lakini tayari tumbo lishaanza kushika moto. Tumbo joto sasa hivi Mzee Utopolo. Mmeingia muemko. Mimi nimekwambia maneno ninayokuambia mimi hapa. Na ni kweli, ukimuona mtu kweli sasa hivi hayupo tumbo joto, huyo ni mnafiki na ni muongo. Kiukweli, baada ya kutoka mechi na Mungu, sisi tulikuwa tunapeta sana. Tukiwa nafasi ya juu kule, tukimwangalia Simba alikuwa nafasi ya 8, tulikuwa tunajidai, tunapiga kelele kwamba huku tuliko sasa hivi tunapigwa na baridi kali, tunaomba makoti. Lakini kuanzia sasa hivi, japo nipo juu kule, sasa hivi naona joto. Tumbo linatetema sasa hivi. Yaani hatuna hata raha, kwa sababu mimi ninavyowajua wale mabona wanavyojua filigisu wale. Kama atakuja kukaa pale juu, ndugu yangu, tutakuja kuumia na jamani. Yaani natamani hata kulia. Unaona bwana? Ni kwa nini watu jamani wanavogombea madaraka walikuwa na lia nakwambia tutawatendea vizuri, lakini sasa imefikia kipindi wanashinda maofisini. Yaani siku zote mimi ndio maana naongea kwamba tunaopata tabu siku zote ni sisi wala hoi ambao tunatoka Majee tunaenda uwanja wa Taifa, lakini wale wavaa suti wale wa kujifungua kwenye hawaumia hata kidogo, kwa sababu ukiangalia sasa hivi mambo yanavyokwenda, yani anakwenda shagala bagala. Timu ilikuwa inafanya vizuri, mara sasa hivi sio nasikia nataka yani huko kwingine mistake hata kuingia, maana nikiongea atasema wewe kachaza kuongelea huko, lakini kiukweli ndani ya mashabiki tunaumia. Yani mimi nilikuwa najua kabisa msimu huu kabla mzunguko wa kwanza, mzunguko wa kwanza kabla hujaisha, mimi nilikuwa najua mwaka huu tunatangaza ubingwa. Lakini sasa hivi tulikuwa tunatembea namna hii, lakini sasa hivi tunatembea namna hii, mikono namna hii, rafiki yangu. Kwa sababu gani? Yani tunaumia kiukweli, yani tunaumia sana. Mzee Utopolo, mechi iliyopo mbele yenu ni baina ya Mbeya Kwanza. Pengine wasiwasi umeanza kuwaingia wanayanga. Maana tunaona ulikuwa unaonyesha mashaka yako dhidi ya gemu ya Namungo. Gemu ya Mbeya Kwanza vipi? Uongozi ufanye nini? Manake umekuwa ukilia na uongozi kwa muda mrefu hivi sasa. Mimi kilio changu mimi bwana sio kwa mchezaji, miaka yangu yote. Kilio changu mimi kipo kwa upande wa viongozi na management nzima pamoja na kamati ya ufundi. Kamati ya ufundi haifanyi kazi. Kulikuwa kuna wale wanaitwa kama wale wanaitwa lombaya. Sasa hivi Yanga huko hamna viongozi, sijui zile hela wanazipeleka wapi. Watomoe hela wawape wale watoto wafanye kazi yao. Simba huku jamani kuna kamati ya lombaya na vijana wao mimi najua. Unajua mimi wananizalao kwa sababu sina kama Joe. Huku Simba huku kuna watu wanalombaya. Yaani mechi ya kwao sasa hivi haitilima nani, bali wanaangalia mechi ya Yanga. Kama sasa hivi zimebakia pointi 2. Kwa hiyo sasa hivi kinachofanyika hapa, wanataka wakacheze mechi ya Mbeya Kwanza kule, tufungwe tutoe sare, alafu wao waje washinde. Wakishashinda ndio maana wanakaa pale juu. Baada ya hapo sasa wanaendelea kucheza mechi zetu. Kama unaona sasa hivi umetengenezwa ule mkutano kiini macho, ule ambao amemteua huyu alikuwa mwenyekiti wa Simba kajiuzulu, sasa hivi amembadilisha kutoka mwenyekiti sasa hivi anaitwa rais wa Simba. Washawahi kuona klabu ina rais? Huo ni uongo. TFF tu ndio rais, klabu haina rais, lakini huku Simba amemtoa. Kwa hiyo kile kiini macho kile. Kwa hiyo amemrudisha yule bwana sasa afanye kazi ile ambayo inaitwa kamati ya roho mbaya, na ifanye kazi kwa kweli, kwa sababu wameona ni jinsi gani tulivyokuwa tunapiga kelele kwamba sasa hivi Yanga hii ni moto combat, moto fire, moto bara. Unaona bwana, na ni kweli ilikuwa ni hatari, kwa sababu mpaka ilifikia kipindi TFF wenyewe alishaanza kuiogopa Yanga kwamba huu moto ambao wameuwasha Yanga mwaka huu ni hatari, kwa sababu tangia misimu yote imepita tulikuwa tunaanza na sare, lakini unaona mwaka huu tumeanza na 1, tukaja 2, tukaja 3, sasa hivi tunakwenda 4. Lakini mwisho wa siku kana Mungu kanaenda kanatusumbua sisi pale tunacheza, kwa sababu hata wale ambao mimi mwenyewe nilitamani kwenda Manchester kwenda, lakini watu waliokwenda kule wanakuambia wachezaji walicheza chini ya kiwango. Lakini sasa sijajua sasa ni kamati kurogwa, yule nazungumzaga mimi Kinyemba
au uwanja umewashinda? Na kama ni kamati, jamani, ndio hii inazungumzia mimi, kwani hao Simba waweze wana nini huku sisi tushindwe na nini kwa huko? Sasa hivi Yanga ndio wanazungumzia kwamba kuna mambo ya ajabu ambayo ilikuwa inatumika, wenzetu wanarudia wachezaji. Naona sasa hivi kidogo huko wachezaji kama kupata majeruhi, kapata mmoja tu juzi ya Kubasoni, lakini naye hatokaa muda mrefu kama Mabalama Mapinduzi. Najua siku mbili hizi anaweza akarejea. Lakini sasa kwa nini wacheze chini ya kiwango? Unaona bwana, ni uwanja, na kama ni uwanja mimi nawapa somo kwamba kama ni uwanja umewasumbua, maana wamekwenda siku 2 kabla ya ile mechi. Sasa mimi kuna mechi ambayo ya tarehe 30 na hii itakuwa siku ya Ijumaa. Mimi nawaomba viongozi wa Yanga kwanza sasa hivi ule uwanja wa Mbeya ule ndio wa kulimia ng'ombe kabisa, kama ule wa Namungo wa kulimia punda, ule uliokuwepo Mbeya ndio wa kulimia ng'ombe kabisa. Kwa hiyo nawaomba kuanzia sasa hivi, kama ananisikia, waondoke mapema waende Mbeya kule, na akifika Mbeya waombe hata mechi ya kirafiki katika ule uwanja ule ambao tutacheza na wale Mbeya Kwanza. Na sivyo wakiendelea kumwanzia huyo Morrison kwenye hii kesi iliyotoka, mwisho wa siku tutakwenda kwa tunafungwa, mwisho wa siku Simba inashinda, mwisho wa siku ndio kutoka pale juu, mwisho wa siku anakuambia tulieni, mlikuwa mnatupigia kelele. Tunaanza kwenda uwanja wa Taifa kidogo. Tunataka twende kwenye mechi tarehe 11 ya Simba na Yanga tukiwa tunaongoza ligi, na tulikuwa tuna pointi zetu karibu tunamzidi Simba pointi 8. Yaani tumwombee Simba afungwe na mechi inayofuata afungwe, afu siku ile tushinde tumzidi pointi 5, ili mechi tarehe 11 mashabiki tuhamasishane twende uwanja kwa Taifa kwa wingi, twende tatu kwa mgalagaza tumzidi pointi 8, ili mashabiki tuendelee kutamba mtaani. Sio tunakwenda uwanja wa Taifa mwisho wa siku tunazomewa mtaani kwamba nyinyi mnaongoza ligi, baskeli ya miti. Angalieni sasa, twendeni tukagonge tena uwanja wa Taifa. Kileta masiala ndio haya tunakuja kuumbuka tena. Yanga ni taasisi kubwa, tunayumbia wapi? Yanga ni kubwa katika nchi hii, hakuna mfano ndugu yangu, unaona maana. Lakini sasa kinachotufanya mpaka tunaendelea kuyumba, Yanga ina wapambe kila sehemu. Lakini mimi nashangaa, mimi naliona uongozi tu ndugu yangu, mimi sina mchezaji baba, nina wachezaji kia Mungu misimu yote minne, mpaka watu walisema kwa uchezaji kwa usajili huo wa Yanga mpaka ulimwengu misimu hii miwili, mpaka dunia yenyewe ilijua kabisa Yanga ya mwaka huu hata klabu bingwa anaenda kubeba ubingwa kwa wachezaji wanaokuwa. Lakini wakifika ndani ya Yanga eleweki. Kama sasa hivi unaona tulianza na Mbwembwe, mwisho wa siku sasa hivi kama tunaanza kurudi nyuma. Kwa nini turudi nyuma? Inatakiwa lile buti ambao tulianza nao kipindi cha kwanza tuende nalo mpaka tutakapokwenda kuchukua ubingwa mwaka huu. Kama mimi sasa hivi mpaka nilishasema kabisa mwaka huu Yanga bingwa, ndio maana hata kitamba changu nishaandika Yanga bingwa. Sasa inakuaje? Mimi nakueleza kabisa, mwaka huu 2022 kama nilivyosema, tukikosa bingwa udilinga. Na mimi nakwambia ukweli kabisa, naomba wafikie viongozi wa Yanga, kama mwaka huu tukikosa tena ubingwa